Mama wa Simba na fimbo yangu. Nacheka kama mazuri. Mimi nimekuja mama wa Simba na wasalimia wote wana Simba, watazamaji wote mnaonisikiliza, na wasalimia kwa jina la Simba na nembo yangu. Mimi nimekuja kwa jambo ambalo sakata hili linaloendelea ambalo linatikisa sasa hivi wachambuzi, wanachama, viongozi wa pande zote, nadhani klabu zote za Tanzania za mpira. Mimi kama mama, hili jambo niseme nimekuja kulisuluhisha liishe, ili sakata hii ya Damaro hili. Sijui mnaniruhusu nilishughulikie au, lakini sasa ngoja nije. Naomba mnisikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaweza kuwa haya ninayoanza nayo yanaweza kuwa sio mazuri, lakini nayo malizia yakawa ni mazuri zaidi. Sasa basi, mimi nilikuwa nawaomba mashabiki, wanachama wa Yanga na wale wachambuzi wenye mapenzi na timu. Maana kuna wachambuzi tumeshawaona wana mapenzi na timu husika. Sijui nimesema ukweli au. Sasa basi, naona wengi wao wanaongelea maneno, sijui Simba ameshindwa sijui kucheza, anataka ubingwa. Sisi kama kawaida yetu tunacheza na tutaendelea kucheza, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaendelea kushinda. Ndipo hapo mtakapokuja kugundua kwamba sisi hatupo kwa ajili ya kutegemea timu fulani. Sisi tunataka haki itendeke, kila kitu kinyooke. Sio timu fulani inakuwa inabebwa, inafichiwa mambo yao. Timu fulani yenyewe inatakiwa kwenda hivi. Hapana, kila mtu anatakiwa kunyosha. Ulipokubali kuingia kwenye ligi, kwamba maana ya ligi ni nini? Ina maana unaingia kwenye ushindani. Lazima ufate vigezo na masharti kuzingatiwa. Yanga, mimi nataka kuwakumbusha nyie mnaopiga kelele, nawakumbusha lile mnawalaumu Simba. Anayemlaumu Simba naomba akae chini kwa kujituliza. Lile sakata la Kibu Denis aliyelivalia nchuga mpaka kwenda kushtaki, mpaka kwenda TFF na kwenda wapi, alikuwa ni nani? Alienda alikuwa na Mungu? Alikuwa ni Black Stars? Walikuwa ni Mashujaa? Walikuwa ni Pamba Jiji? Walikuwa Dodoma Jiji? Au walikuwa ni Yanga? Haya, hilo moja. La pili, aliyesimamia kidete mpaka afisa habari wao
kwenda kuzungumzia na kusimamia mpaka kuandika barua kwenda TFF kwa ajili ya Selemani Mwalimu kwa kupewa adhabu ya mechi 3. Wameweka mgomo, wanazikataa mechi 3. Walikuwa ni nani? Walikuwa ni Yanga. Haya, hiyo pili. Ni nani wakati wa nani yetu sisi, sakata letu na viongozi wetu, mashabiki na viongozi wetu, ile video aliyepeleka FIFA alikuwa ni nani? Walikuwa ni Black Stars? Walikuwa ni Dodoma Jiji? Walikuwa ni viongozi wa wapi? Walikuwa ni wa Yanga. Sasa kwa sababu nyie si mnataka haki, sisi hatuna shida sijui eti na ubingwa. Kwani ubingwa sisi tumeishaongoza miaka 4 tukiwa mabingwa. Nyie Yanga na nyie mna miaka 4. Kwa hiyo sisi hatuna shida ya kusema kwamba eti tunataka ubingwa ndio tuende sisi tukawashtaki, sisi ndio tukafanye kitu gani. Hapana. Tunafuata taratibu ambazo Yanga na wao wanazozipitia na sisi ndio tunazipitia. Au mnasahau? Wanasema hivi, mlandizi usahau, mtupa maganda asahau. Kwa hiyo sisi hatujafanya nini? Hatujasahau. Acha sheria ifuate mkondo wake. Nyesi mmeisha sema kwamba sisi tunaenda sijui tunafanyaje, sisi tunajidanganya. Kwani sakata zote hizo zilizokuwa zinafanyika, si walikuwa wanashindwa Yanga wanarudi wanakaa waendelee na mechi zao? Haya, hata lile la Kagoma siendelea mashtaka, wakashtaki mpaka wapi, lakini si walirudi, si wanaendelea. Na sisi acha tuendelee tufanye tunayoyafanya, Simba ifanye, wanasheria waendelee kufanya kazi yao. Wakirudi, tukishindwa watarudi wataendelea na mechi zao kama kawaida. Msiwe na wasiwasi. Mmekazana na Kibu Denis mimi namfahamu yule kijana akiwa bado mdogo, mimi nikiwa Kigoma, nikiwa pale pale Mwanga. Yule mtoto wakati mpaka anaanza kucheza mpira, mimi nikiwa nafanya biashara pale Kigoma, nanunua vitenge, nafanya nini, wale vijana wale wakati yupo kwenye kuna kitimu fulani ambacho alikuwa anafanyia mazoezi, mpaka kutoka kule mpaka kuja mpaka wapi hiyo timu ya ya godi hiyo ya mgodini. Basi ngoja niache, mtakuwa mmeshaelewa nyie mnayofahamu, mpaka kutoka kule kuja Mbeya City. Sasa uwezi kufananisha na huyu mchezaji ambaye amekuja kukaa mwaka huu mmoja afu anatafuta uraia. Haya, huo uraia ameutafuta kwenye mpira au kautafuta uraia kwenye serikali ya Tanzania? Sasa serikali na mpira ni vitu viwili tofauti. Yeye labda yaweza kuwa alipewa uraia kwa ajili ya kutafuta kazi Tanzania, sio kwa ajili ya kutafuta kazi ya kucheza mpira Tanzania. Sasa Yanga wameenda kuyakanyaga, na wao wenyewe nadhani vigezo wanavifahamu, wanafuatilia mpaka kila kitu chao. Walikuwa wanafahamu mpaka anapelekwa pale Black Stars, walikuwa wanafahamu kwamba anapelekwa pale kama Biosheni, na akitoka pale anakuja wapi? Anakuja Yanga. Ina maana michakato yote walioifanya Yanga. Kwa hiyo msije mkajifunika kwenye kivuli cha Black Stars mkafikiri kwamba sisi hatujui. Mmenielewa? Mnafahamu kila kitu, msijidanganye kwamba hamjui. Mnajua kila kitu. Na sisi mjue kwamba nani ametuletea taarifa kutoka FIFA. Mjue kwamba na sisi kuna viongozi wetu ambao walishawahi kufanya kazi huko FIFA. Kwa hiyo mtambue, na wanajulikana kuliko huyo kiongozi wenu Engineer Hersi. Sijui mnanielewa? Yaweza kuwa Engineer Hersi alikuwa yupo nje, lakini yule mtu alikuwa ndani zaidi na anafahamiana na viongozi zaidi. Sasa ndio hapo sasa naomba mjitulize, sisi tuendelee na sakata yetu.
Nimeongea hivyo, nimemaliza. Mama wa Simba, mama wa fimbo yangu, kama kawaida yangu, mimi nawaaga. Bye. Sina mbambamba.